Okay, kwa majina naitwa Jamal Ahmadi, ni learning advocate kutoka kipindi cha maabara ya sheria. Siku ya leo tumekutana tena, ilikuwa ni vyema kuzungumzia mchakato wa kuweza kupata katiba mpya ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu wengi wanapenda kuongelea kuhusu katiba mpya, lakini hawafahamu ni kwa namna gani au ni mchakato upi wa kisheria ambao unaweza kupelekea katiba mpya kupatikana. Ukija kuangalia nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyopata uhuru mwaka 1961 mpaka leo 2025, hatuna utaratibu maalum ambao unaweza ukapelekea utaratibu maalum wa kisheria ambao unaweza kupelekea utengenezaji wa katiba, au naweza nikasema kwamba namaanisha kwamba katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 haijatoa codified principles au kwamba utaratibu maalum wa kuweza kupata katiba mpya, lakini umeweza kutupatia ibara moja, ibara nambari 98, ibara ndogo ya kwanza, ambayo imetoa chanzo au ni kwa namna gani au muongozo wa kuweza kupelekea tukapata katiba mpya. Ibara ya 98 imeweza kusema kwamba ikiwa nchi yetu ikiwa ina malengo ya kutaka kupata katiba mpya, basi itabidi wabunge ndani ya kikao chao cha bunge, 2/3 ya wabunge wanaopatikana ndani ya bunge hilo tukufu, basi wanabidi kuweza kupiga kula, tunasema majority vote, ya kuweza kusapoti mchakato huo wa kuweza kupata katiba mpya. Na baada ya kuweza kusapoti motion hiyo ya kuweza kupata katiba mpya, pia inatakiwa bunge hilo hilo likae chini na kuweza kutunga sheria ya kuweza kupelekea mchakato wa kuweza kupata katiba mpya. Kwa hiyo bunge ndio litakaa chini na kuweza kutunga sheria ya kuweza kupelekea mchakato wa kupata katiba mpya, kwa sababu hatuna mchakato ambao ni maalum wa kuweza kupata katiba mpya. Nitapenda kuchukulia au kuyakinisha mchakato ambao uliweza kutokea mwaka 2011 mpaka 2014, kipindi ambacho Mheshimiwa Rais aliyepita Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa yuko madarakani. Kwa kupitia ibara ya 98 aliweza kuruhusu upatikanaji au mchakato kuanzishwa wa kupatikana katiba mpya, ambapo 2/3 ya wabunge katika kipindi hicho iliweza kukaa chini na kuweza kusapoti upatikanaji wa katiba mpya, na ikatungwa sheria ya kuweza kupelekea mchakato wa kupata katiba mpya, ambayo sheria hiyo iliitwa the Constitution Review Act, chapter 83 of 2011, ambapo ilikuwa ni sheria sura nambari 83, sheria mwaka 2011 ambayo ilikuja kufanywa marejeo mwaka 2012. Sheria hiyo ilisema kwamba ili tuweze kupata katiba mpya, basi inabidi kuwe na michakato mitatu maalum ya kuweza kufanyika. Cha kwanza, itabidi kutengenezwa tume ya katiba. Cha pili, itakuja kutengenezwa bunge la katiba, na cha tatu, itakuja kupigwa kura ya kuthibitisha au ya kusahihisha uhalali wa katiba hiyo. Tukianza na process nambari 1 ambayo ilikuwa ni upatikanaji wa tume ya katiba. Tume hiyo ya katiba, ukija kuangalia sheria ya marejeo ya katiba, Constitution Review Act, kifungu nambari 3, kuanzia kifungu nambari 3, nambari 4, nambari 5, nambari 6, kilikuwa kinaonyesha mchakato wa kupata tume ya katiba, ambapo kilisema kwamba tume ya katiba itateuliwa na Mheshimiwa Rais ambaye atakuwa yuko madarakani. Ukija kuangalia mwaka 2011-14
Rais Jakaya Mrisho Kikwete aliweza kuwateua mwenyekiti wa tume hiyo ya katiba alikuwa ni Joseph Sinde Warioba, pia mwenyekiti wake alikuwa ni Jaji Agustino Ramadhani kwa kipindi hicho, ambapo ukija kuangalia sheria hiyo ilikuwa inataka kwamba mwenyekiti akiwa ni Mtanzania bara, basi makamu mwenyekiti awe ni kutoka Tanzania visiwani, nikimaanisha Tanzania Zanzibar, ambapo watu hao tume ya uchaguzi kazi yao itakuwa ni kwenda kukusanya maoni direct kutoka kwa wananchi kwamba wananchi wanahitaji katiba iwe vipi, ambapo pia kulikuwa tume hiyo ya katiba ilikuwa inaundwa na watu 23 ambao pia walikuwa wanabidi kuteuliwa, nusu watoke Tanzania bara, pia nusu watoke Tanzania visiwani. Hiyo ndio ilikuwa ni tume ya katiba. Lakini ukija kuachana na tume ya katiba, process namba 2 au mchakato namba 2 ulikuwa unaitwa ni utengenezaji wa bunge la katiba ambao tunaita Constituent Assembly, ambapo bunge hilo la katiba pia linabidi liwe na mwenyekiti, pia liwe na makamu mwenyekiti, ambapo kwa kipindi kile mwenyekiti alikuwa ni Mr. Samuel Sita, ambapo makamu mwenyekiti akawa ni Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais kwa kipindi hicho. Na bunge hilo la katiba kazi yake itakuwa ni kuweza kupitisha maoni ya ambayo yalikuwa yamekusanywa na tume ya uchaguzi, ambayo ni process namba 1. Wenyewe ndio wataweza kuyakinisha hili tuliweke kwenye katiba yetu ama hili tusiliweke kwenye katiba yetu. Baada ya Constituent Assembly kazi yao wataweza kudrafti rasimu ya katiba, ambapo mwaka 2011-14 bunge la katiba liliweza kudraft kutengeneza rasimu ya katiba ambayo ndio ilibidi ilikuwa ipo katika mchakato kwa kipindi hicho, na bunge la katiba ndio kazi yao. Na baada ya kudraft ile rasimu ya katiba, basi rasimu hiyo wataipeleka kwa rais kuweza kuipitisha. Baada ya kuipitisha itabidi kutangazwa katika gazeti la serikali, na baada ya kutangazwa katika gazeti la serikali itatakiwa ipelekwe katika stage namba 3, ambao stage namba 3 au hatua nambari 3 ni hatua ya kuweza kupiga kula, ambapo itabidi kwanza ukija kuangalia kifungu nambari 30 kifungu cha sheria ya marejeo ya katiba ndio kinakuja kutoa utaratibu huu, ambapo kinasema itabidi kuanzishwe inabidi kuwepo tume huru ya uchaguzi ambayo itasimamia upigaji wa kula, ambapo kila mwananchi ambaye atakuwa yupo anaruhusiwa katika kupiga kula anaruhusiwa na ibara namba 5 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ina maana ambaye amefikisha umri wa miaka 18 kuweza kupiga kula, basi atatakiwa kushiriki katika jambo hilo, ambalo jambo hilo ndio litaweza kupelekea tutaweza kupata katiba mpya, kwamba kila raia ataweza kupiga kula ya ndio au hapana, ambayo kula hiyo itapelekea upatikanaji wa katiba mpya. Hivyo basi napenda kuhitimisha kwa kusema kwamba ukija kuangalia utaratibu wa katiba zote ambazo tulikuwa tumezipata, katiba ambayo ilikuwa inafuata mchakato wa kisheria ni katiba hiyo ya mwaka 2011 na mwaka 2014, lakini mpaka leo haikuweza kuwa katiba. Ni kwa sababu haikuweza kufika katika hatua namba 3, hatua ambayo inasema kwamba kila raia inabidi aweze kupiga kura kwa kuweza kuthibitisha uhalali wa katiba hiyo, ambayo hatua hiyo inaitwa referendum. Kwa hiyo hatufahamu kama kwa uwezo wa Mungu ingeweza kufika hatua nambari 3 hiyo, tungeweza kupata katiba mpya, lakini kwa sababu haikuweza kufikiwa, basi ile katiba mpaka leo tunasema si halali kwa matumizi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo katiba halali ni ile ambayo ingepitia hatua hizo hapo. Kwa hiyo mpaka sasa huo ndio mchakato wa kisheria wa namna ya kuweza kupata katiba mpya. Asante.